Hali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa habari tuliokuandalia kwa siku ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na baadhi ya wakazi wa mtaa wa Malimbe jijini Mwanza wameiomba serikali kutoa elimu juu ya ugonjwa wa kifafa kwa jamii na namna ya kuishi na watu wenye ugonjwa huo. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema mazungumzo ya hivi karibuni baina ya Marekani na taifa hilo yanatoa mwanga kumaliza mzozo wa nyuklia baina ya pande hizo mbili zinazosigana. Na katika michezo, kocha wa timu ya idara ya mawasiliano kwa umma na uandishi wa habari kutoka SAUT amesema wamejipanga vyema kufanya vizuri katika mashindano yanayofuata. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Dolinson Edward nitakaye kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Beatrice Kaitaba atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Dorcas Maximilian. Tukianzia hapa katika jiji la Miamba, baadhi ya wakazi wa mtaa wa Malimbe jijini Mwanza wameiomba serikali kutoa elimu juu ya ugonjwa wa kifafa kwa jamii na namna ya kuishi na watu wenye ugonjwa huo. Maoni ya wananchi hao yanafuata wakati ambao takwimu kutoka chama cha watu wenye kifafa nchini Tanzania zikionyesha ugonjwa wa kifafa kuongezeka kila mwaka. Nancy Mlai ana taarifa zaidi. Kulingana na kalenda ya Umoja wa Mataifa, Februari 9 kila mwaka ni maadhimisho ya siku ya kifafa duniani. Lakini nchini Tanzania, serikali kupitia Wizara ya Afya imesema kuwa imefanikiwa kupunguza ugonjwa huu kutoka 60% hadi 40%. Na leo nipo katika mtaa Malimbe jijini Mwanza kutaka kujua wananchi wana uelewa gani kuhusiana na ugonjwa huu. Kuhusiana na ugonjwa wa kifafa sina uelewa mkubwa juu ya hilo. Kwa hiyo niomba serikali kupitia Wizara ya Afya ikatoa elimu juu ya ugonjwa huo wa kifafa na kwa namna gani tunaweza kujikinga na namna ya kuwasaidia watu wengine wenye changamoto kama hiyo. Watu wengi wamekuwa wakihusisha ugonjwa huu na imani za kishirikina, kwa sababu wengi wanaamini kwamba ni ugonjwa ambao unasababishwa na watu kwa sababu ya imani tofauti tofauti, na wengi wamekuwa wakichukua hatua za kwenda kwa waganga wa kienyeji, wengine wakiopeleka hospitali wakishindwa kupona, pia wanabadilisha mwelekeo na kwenda kwa waganga. Lakini mimi binafsi mtazamo wangu ni kwamba huu ni ugonjwa ambao yawezekana unaweza ukatibika hospitali, ila shida ni kwamba watu wanahusisha na imani tofauti. Februari 9 mwaka 2026 katika maadhimisho ya siku ya kifafa duniani ambapo nchini yamefanyika kitaifa katika hospitali ya taifa Muhimbili jijini Dar es Salaam. Naibu Waziri wa Afya Dr. Florence Samizi amesema kuwa jamii isiyopewa wagonjwa hao na badala yake inapaswa kushirikiana katika kutokomeza ugonjwa huu. Ni mimi na wewe tuamue kuwa champion wa kifafa, tutoe elimu, na mimi nawahakikishia sisi kama wizara mtatuona. Tutajitahidi kutoa elimu ya kifafa kwa kadri tunavyoweza ili watu wawe na uelewa. Wajue tu wanapoona dalili ya kifafa waende hospitalini, kwa sababu watapata matibabu ambayo yatawasaidia wawe sawa na waendelee na maisha mengine. Kulingana na ripoti ya WHO inasema kuwa watu zaidi ya milioni 50 huugua ugonjwa wa kifafa. WHO inasisitiza uboreshaji wa huduma za afya, upatikanaji wa dawa pamoja na elimu ya kuondoa unyanyapaa kwa wagonjwa wa kifafa. Nikiripoti kutoka mtaa Malimbe jijini Mwanza, Nancy Mlai, SAUT TV. Ni taarifa yake Nancy Mlai. Hivi sasa tutazame taarifa kutoka mtaa wa Silivini. Mwenyekiti wa mtaa wa Silivini kata ya Luchelele jijini Mwanza, Ramadhan Malugo, amesema ushirikiano uliopo kati ya wananchi na serikali ya mtaa huo umepelekea kuboresha usafi wa mazingira. Na baadhi ya vijana wa mtaa wa Silivini jijini Mwanza wameelezea namna wanavyoshiriki katika shughuli za maendeleo, ikiwemo kufanya usafi kunavyopelekea maendeleo kwa jamii. Mwanahabari wetu Grace Gelmanus ametuandalia mchanyato wa taarifa hizo. Mazingira ni jumla ya vitu vyote vinavyomzunguka kiumbe hai. Na leo katika mtaa wa Silivini nitaenda kuzungumza na baadhi ya wananchi ili waweze kutueleza njia ambazo wanazitumia ili kuhakikisha mazingira yanayowazunguka yanakuwa safi na salama kwa afya zao. Na mimi nashiriki kwenye utunzaji wa mazingira kwa namna tofauti tofauti kama Mtanzania na kama mwananchi wa hapa Malimbe. Katika ngazi ya chini kabisa mazingira nayatunza kwa kufanya kitu kinaitwa recycling. Kuna baadhi ya vitu tunachukua madukani kama labda soda na nunua nini. Vile vitu kuna matumizi mengine nafanya kunatumia kwa matumizi mengine kuliko kwenda kutupa barabarani wapi, ambacho kinaweza
kikaleta uchafuzi wa mazingira. Kwa hiyo manake nabadilisha matumizi, baadhi ya vitu ambavyo nafanya usafi kwa mazingira yanayozunguka kwa kufagia, na kama kuna nyasi zimekuwa ndefu naweza nikalima au kwa kutumia fyeka kwa ajili ya kuzifyeka. Na pili, nitahakikisha nachimba shimo kwa ajili ya kufikia takataka ambazo zinakuwa zinanizunguka au nitatengeneza dustbin. Pia mwenyekiti wa mtaa Selvini ana haya ya kuzungumza. Kwa majina ya Jabu Ramadhani Malugu, mwenyekiti wa mtaa Selvini. Njia tunazotumia kwa ajili ya kuweka mazingira safi ni tumekaa vikao na wananchi wa mtaa Selvini. Na baada ya kukaa vikao vile tukakubaliana na kipo na afisa afya wa kata, tukakubaliana kila mmoja tusanye takataka zake azitunze kwenye sehemu maalum, na kuna taasisi inakuja kuzichukua zitakana kupeleka dampo ya Buhongo. Kwa hiyo ukiona mazingira yako namna hii, maana yake kuna makubaliano ambayo tumefanya kati ya wananchi na yule mkusanya takataka ambao wanafanya wananchi, na kwa kila siku wanakusanya takataka zile. Yule bwana anapita kwa wiki mara 3 anachukua zile takataka na kupeleka dampo la Buhongo. Nikiripoti kutoka mtaa Selvini, mimi ni Grace Germanus wa Sauti TV. Mazingira ni jumla ya vitu vyote vinavyomzunguka kiumbe hai. Na leo katika mtaa wa Selvini nitaenda kuzungumza na baadhi ya wananchi ili waweze kutueleza njia ambazo wanazitumia ili kuhakikisha mazingira yanayowazunguka yanakuwa safi na salama kwa afya zao. Na mimi nashiriki kwenye utunzaji wa mazingira kwa namna tofauti tofauti kama Mtanzania na kama mwananchi wa hapa Malimbe. Katika ngazi ya chini kabisa mazingira nayatunza kwa kufanya kitu kinaitwa recycling. Kuna baadhi ya vitu tunachukua madukani kama labda soda na nunua nini. Vile vitu kuna matumizi mengine nafanya kunatumia kwa matumizi mengine kuliko kwenda kutupa barabarani wapi, ambacho kinaweza kikaleta uchafuzi wa mazingira. Kwa hiyo manake nabadilisha matumizi, baadhi ya vitu ambavyo nafanya usafi kwa mazingira yanayozunguka kwa kufagia, na kama kuna nyasi zimekuwa ndefu naweza nikalima au kwa kutumia fyeka kwa ajili ya kuzifyeka. Na pili, nitahakikisha nachimba shimo kwa ajili ya kufikia takataka ambazo zinakuwa zinanizunguka au nitatengeneza dustbin. Pia mwenyekiti wa mtaa Selvini ana haya ya kuzungumza. Kwa majina ya Jabu Ramadhani Malugu, mwenyekiti wa mtaa Selvini. Njia tunazotumia kwa ajili ya kuweka mazingira safi ni tumekaa vikao na wananchi wa mtaa Selvini. Na baada ya kukaa vikao vile tukakubaliana na kipo na afisa afya wa kata, tukakubaliana kila mmoja tusanye takataka zake azitunze kwenye sehemu maalum, na kuna taasisi inakuja kuzichukua zitakana kupeleka dampo ya Buhongo. Kwa hiyo ukiona mazingira yako namna hii, maana yake kuna makubaliano ambayo tumefanya kati ya wananchi na yule mkusanya takataka ambao wanafanya wananchi, na kwa kila siku wanakusanya takataka zile. Yule bwana anapita kwa wiki mara 3 anachukua zile takataka na kupeleka dampo la Buhongo. Nikiripoti kutoka mtaa Selvini, mimi ni Grace Germanus wa Sauti TV. Mtazamaji, ripoti yake Grace Germanus inatupa nafasi ya kupata mapumziko mafupi. Tukirejea ni katika habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa Sauti TV popote unapotutazama. Hivi sasa ni wakati wa kuyaangazia yale yaliyotokea nje ya mipaka ya Tanzania. Tuanzie barani Afrika katika taifa la Angola, ambapo Umoja wa Nchi za Afrika AU umetoa wito wa kusitishwa mapigano yanayoendelea katika eneo la mashariki mwa Kongo DRC. Kwa mujibu wa umoja huo, mapigano hayo yanatishia usalama wa maisha ya watu katika eneo hilo. Sambamba na wito huo umetolewa baada ya wakilishi wa Umoja wa Afrika kukutana na Felix Tshisekedi katika mazungumzo yaliyofanyika huko Luanda nchini Angola. Kwingineko huko barani Asia, Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema mazungumzo hivi karibuni baina ya Marekani na taifa hilo yanatoa mwanga kumaliza mzozo wa nyuklia baina ya pande hizo mbili zinazosigana. Pezeshkian ametoa kauli hiyo mbele ya mabalozi wa kigeni waliojitokeza katika hafla kuadhimisha miaka 47 ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu mjini Tehran. Mwandishi wetu Steven Kianzi anatueleza kwa kina juu ya taarifa hizi za kimataifa. Taarifa ya rais wa Angola na mwenyekiti wa AU Joao Lourenço ametoa wito kwa wahusika katika mzozo nchini DRC, huku akisisitiza kuwa ni vyema kuharakisha utekelezaji wa mifumo ya uthibitishaji wa kusitisha mapigano iliyokubaliwa Doha mnamo tarehe 14 Oktoba mwaka jana. Katika mazungumzo haya yamehudhuriwa na viongozi mbalimbali wanaowakilisha AU
akiwemo kiongozi wa taifa la Togo, rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, pamoja na rais wa Kongo DRC Felix Tshisekedi. Rais Felix Tshisekedi amesaini taarifa hiyo pamoja na viongozi waliohudhuria mazungumzo hayo, ambapo ameunga mkono makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Marekani, huku akisema Angola italazimika kuanzisha mashauriano ya pande zote zinazohusika na mzozo huo. Katika hatua nyingine, Umoja wa Mataifa umesema hivi karibuni utatuma ujumbe katika eneo hilo lenye hali tete ili kusaidia kutekeleza usitishaji mapigano, lakini shambulio la ndege zisizo na rubani la M23 kwenye uwanja wa ndege huko Kisangani wiki iliyopita liliashiria kuongezeka kwa mgogoro huo. Mataifa mengine yanayounga mkono usitishaji wa mapigano hayo ni pamoja na Katari, imekuwa ikiunga mkono upatanishi kati ya serikali ya Kongo na M23 kwa miezi kadhaa, na ahadi ya kusitisha mapigano iliyosainiwa mwezi Julai. Eneo la Kongo DRC ambalo linapakana na Rwanda na Burundi inaeleza kuwa na utajiri wa rasilimali mbalimbali ikiwemo madini, limekumbwa na migogoro kwa miongo kadhaa dhidi ya kundi la M23 linalosemekana kuungwa mkono na serikali ya Rwanda. Mgogoro huo ulipamba moto mwaka jana, huku M23 ikiteka miji muhimu na kuendelea na mashambulizi licha ya juhudi nyingi za kidiplomasia, ikiwa ni pamoja na makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Marekani yaliyosainiwa Disemba na juhudi sambamba za upatanishi zilizofanywa na Katari. Mazungumzo haya hivi karibuni yasiyo moja kwa moja kati ya Irani na Marekani yamefanyika Muscat, Oman, Februari 6 baada ya kuongezeka kwa mvutano wa wiki kadhaa uliosababishwa na Marekani kuongeza vikosi vyake vya kijeshi katika eneo la Asia Magharibi pamoja na vitisho vyake vya kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Irani. Pezeshkian amesema mazungumzo hayo ya nyuklia ambayo yameanza nchini Oman kwa msaada na ushirikiano wa majirani zao ni fursa nzuri ya kupata suluhu ya haki na usawa inayokubalika kwa pande zote katika kukabiliana na changamoto za kikanda na kimataifa. Aidha, amesema ujumbe wa Irani kiulimwengu uko wazi. Irani ni nchi inayotimiza ahadi zake ili mradi tu isionyeshe uaminifu na kuheshimiwa kwa makubaliano kutoka pande mbili. Katika hatua nyingine, amebainisha kuwa Irani inataka dhamana ya haki yake ya kurutubisha madini ya urani chini ya mkataba kuzuia ueneaji wa silaha za nyuklia pamoja na kuondolewa kwa vikwazo, huku akieleza kuwa matumaini kwa upande wa pili ni kwamba utaachana na madai ya kupindukia ili kuruhusu upatikanaji wa matokeo yanayotarajiwa. Pezeshkian ameongeza kuwa Irani inakaribisha mazungumzo yoyote yanayozingatia sheria za kimataifa, heshima na kulinda mamlaka ya kitaifa kwa msingi wa usawa wa pande zote na kwa kuzingatia kanuni ya ushindi wa pamoja. Rais huyo amesisitiza tena msimamo wa Irani wa kuunga mkono amani, akisema kuwa nchi yake haijawahi kutaka kuanzisha vita licha ya kukabiliwa na uhasama wa wazi kutoka kwa nchi maadui wake. Hata hivyo, Pezeshkian imebainisha kuwa maadui wa taifa la Irani wamekuwa wakitumia shinikizo la kiuchumi kama chombo cha kisiasa kwa lengo la kuzuia serikali kwa kuwahudumia ipasavyo wananchi wake. Ni Steven Kianzi akitupitisha katika medani za kimataifa. Hivi sasa, mtazamaji, tupate mapumziko mafupi. Tukirejea punde tutaungana na Beatrice Kaitaba atakayekusomea habari za biashara. Nikusihi endelea kusalia nasi. Wiki hii kwenye Maya, yule dada nimekutana naye huko Masha, sijui yuko na mbaba fulani hivi mtu mzima. Tena huyo mbaba shawe kuwa mpenzi wangu. Mimi si unanijua tena shoga yangu, sina shombo. Kila siku tunafanya kazi, lakini kuna mtu huyo mmoja kila siku kwenye group aje kazi yake tu anataka asaini apate vaccine, wakati sio wenzake tunaumia hapa kila siku. usikose kufuatilia Maya kila Jumatano saa 11 kamili jioni kupitia Instagram, Facebook na TikTok @SauTVTZ. Karibu tena mtazamaji wa Sauti TV, na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Beatrice Kaitaba. Baadhi ya wapiga picha jijini Mwanza wameeleza kuwa uwepo wa sanamu la samaki umekuwa chanzo cha wao kujipatia kipato na kukidhi mahitaji yao ya kila siku. Kwingineko, biashara kimataifa, Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini amri mpya ya ushuru kwa mataifa yanayofanya biashara na Irani. Kwa taarifa hizi za biashara, tuungane na mwanahabari wetu Alexander Mogolo.
Jiji la Mwanza limeendelea kuimarisha utambulisho wake kama sehemu ya kivutio cha utalii, na hii ni mara baada ya uwepo wa sanamu la samaki. Uwepo wa sanamu hili la samaki ni sehemu ambayo inawakilisha uwepo wa rasilimali zinazopatikana katika mkoa huu wa Mwanza, ikiwemo samaki kama vile sato pamoja na sangala. Swali langu ni je, ni kwa namna gani uwepo wa sanamu la samaki una faida kwa watu mbalimbali, hasa wapiga picha? Uwepo wa sanamu hili la samaki imekuwa ni sehemu ya sisi kujipatia kipato na kukidhi mahitaji yetu ya kila siku. Sanamu hii katika mkoa wa Mwanza ni kivutio tosha kwa wageni wanaotoka sehemu mbalimbali. Wanapofika Mwanza hapa wanaona kama kivutio ambayo ni cha halisia samaki ya jiji la Mwanza. Ina maana kwamba Ziwa Victoria inatoa samaki za aina hii kama sangara, sato. Uchumi wa mtu binafsi inatupa ajira mbalimbali. Kwa mfano kama watu tuko hapa tuko kama grupu hivi, yani tuko wengi sana, lakini tunapata ajira kutokana na hii samaki. Mtu anapokuja hapa kapigwa picha, basi then anapata huduma ambayo inastahili. Sisi ina umuhimu kwa sababu ndio tunapatia hapa mahitaji yetu na inatupatia mapato kutoka katika samaki. Umuhimu wake ndio nembo ya Mwanza. Yani unapofika hapa ndio kielelezo kamili kabisa kwamba nilikuwa mkoa wa Mwanza. Kwa upande wa habari za kimataifa, Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini ya amri ya ushuru mpya kwa mataifa yote yatakayofanya biashara na nchi ya Irani, hatua inayotafsiriwa kama kuongezeka kwa shinikizo la kiuchumi dhidi ya taifa hilo la Mashariki ya Kati. Amri hiyo ilitolewa siku ya Ijumaa Februari 6, 2026, ingawa haikubainisha kwa undani viwango kamili vya ushuru vitakavyotangazwa, lakini imetaja mfano wa 25%, kiwango ambacho kinaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa biashara kati ya Marekani na nchi zitakazobainika kushirikiana na Irani. Kwa mujibu wa waraka huo, ushuru huo unaweza kutozwa kwa bidhaa zitakazotoka Marekani kuelekea mataifa mengine kupitia mfumo wa kuagiza moja kwa moja ama kwa njia mbadala za usambazaji. Aidha, amri hiyo imeeleza kuwa kununua au kuingiza au kupata bidhaa kutoka Irani kunaweza kuwa sababu ya nchi au kampuni husika kutozwa ushuru mkubwa zaidi na Marekani. Alexander Mogolo, SAUT TV. Asante sana Alexander Mogolo kwa taarifa hizo za biashara. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Dorcas Maximilian. Endelea kutazama SAUT TV Habari, mimi ni Beatrice Kaitaba. Wiki hii kwenye Home Clinic. Kwa familia salama na maisha yenye amani, afya bora huanza na maamuzi sahihi. Mtazamaji wa SAUT TV, wiki hii katika kipindi cha Home Clinic tutaangazia mada inayosema ni kwa namna gani bima ya afya kwa wote inarahisisha upatikanaji wa matibabu. Bima ya afya kwa wote ni muhimu kwa ustawi wa maendeleo ya afya yako. Sikose kufuatilia Home Clinic kila Jumatano saa 11 kamili jioni kupitia Instagram, Facebook na TikTok @SAUTVTZ. Ni matumaini yangu mzima wa afya, mwana michezo wenzangu. Karibu katika habari za michezo. Jina langu ni Dorcas Maximilian. Kocha wa timu ya idara ya mawasiliano kwa umma na uandishi wa habari ndani ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino amesema anajivunia kuwa bingwa wa michuano ya Airtel Bonanza na kuahidi kufanya vizuri katika mashindano yanayofuata. Naye nahodha wa timu hiyo Abdulrazak Njegomi amejinasabu kuendelea kupambania heshima ya idara ya mawasiliano kwa umma na uandishi wa habari katika kila mashindano. Na katika rubaa za kimataifa, kaimu kocha mkuu wa klabu ya Manchester United Michael Carrick amesema kuna uwezekano wa kukosekana kwa nyota Mason Mount, Matt Delight pamoja na Patrick Dog kuelekea mchezo dhidi ya West Ham United. Manchester United inaingia katika mchezo huo ikilenga kukusanya alama 3 katika michezo 5 mfululizo tangu kuanza kwa msimu huu ligi kuu nchini Uingereza. Kwa undani wa habari hizi za michezo, tuungane naye mwanahabari wetu Jordan Mgoli kwa taarifa za kitaifa, huku kimataifa ikiwasilishwa na Gibson Ernest. Mara baada ya kuchukua ubingwa wa Airtel Bonanza
kocha mkuu wa timu ya department ya BAMS ama Mass Communication, amepata wasaa kuzungumza yeye kama yeye binafsi ameyapokeaje matokeo haya ya kupata ushindi, lakini pia mikakati ipi ambayo wako nayo kama timu kuelekea kwenye michuano mingine inayofuata ndani ya chuo cha Mtakatifu Agostino. Kwa majina naitwa Hassan Nassor, kocha mkuu wa timu ya BAMS FC. Kama kocha, kwanza kabisa nimefurahi sana kwa sababu nimekuwa ni kocha wa kwanza kwenye historia ya department ya journalism and mass communication kuwapatia taji na ama kushinda ubingwa katika michuano hii hapa Sauti. Nikumbuke tu kwamba BAMS haijawahi kushinda kombe lolote tokea imeanza. Kwa hiyo nimefurahi sana kuwa miongoni mwa watu ambao wameweka historia na commitment imekuwa kubwa, morali imekuwa kubwa, kila mwana mass com amefurahi na department kwa ujumla ya journalism. Mipango ya timu sasa hivi ni kila linalokuja mbele yetu tubebe. Yaani kila kombe linalokuja tukisha kwamba tunabeba. Tunabebaje? Tunaanzia hapa ambapo tumeishia. Hatu relax kwamba tumemaliza, tumeshakuwa mabingwa, tuendelee kuchukulia vitu simple, tuendelea kuhudhuria mazoezi na kutengeneza program mbalimbali za mazoezi kwa kuhakikisha wachezaji wanakuja ili kuendelea kutengeneza ule muunganiko. Kwa sababu nimechukua ubingwa lakini bado nipo kwenye process ya kutengeneza timu ambayo mimi mwenyewe naahidi itakuwa ni timu ya hadi. BAMS imechukua ubingwa lakini mimi binafsi sijalizika na timu kama kocha. Kwa sababu kuna vitu tunaendelea kuviweka sawa kuhakikisha kwamba kila michuano ambayo inakuja mbeleni tunachukua ubingwa na mwisho wa siku kuendelea kufika mbali zaidi kama BAMS. Na huyo alikuwa ni kocha mkuu wa timu ya department ya BAMS ama Mass Communication, lakini pia nimepata wasaa kuzungumza na kapteni wa department ya BAMS, naye akazungumza haya kuhusu ushindi huu aliopata. Kwa majina mimi naitwa Abdulrazaki Ramadhani Jogomi, mchezaji wa BAMS department. Cha kwanza tumeupokea ubingwa huu kwa furaha kubwa sana, kwa sababu kuna watu wamepita katika hii department katika chuo cha Sauti hawakuweza kufanikiwa kuchukua ubingwa, lakini sisi tuseme ni kama bahati ama tumeonyesha tumekuwa na juhudi nzuri, tumepambania ushindi wetu na tumeweza kuibuka kuwa mabingwa. Acha kuahidi mashabiki wa chuo cha Sauti ama wana department wa Mass Communication, tunawaahidi mazuri mbeleni. Huu sio ubingwa wa kwanza tu, huu utakuwa ni muendelezo wetu. Yote atakaye kuja mbele yetu sisi ni atapokea tu kichapo kwenda mbele tu. Na huyo alikuwa ni kocha mkuu wa timu ya BAMS pamoja na kapteni wa timu hiyo ambao walipata kuzungumza baada ya kutoa ubingwa wa Airtel Bonanza. Wao binafsi wamepokeaje matokeo na mikakati ipi ambayo wameweka kuelekea kwenye michuano inayofuata. Mimi ni Jordan Mgoli wa Sauti TV. Kocha wa Manchester United Michael Carrick amethibitisha kuwa timu yake itakosa baadhi ya wachezaji muhimu katika mchezo wa ligi kuu ya England dhidi ya West Ham United utakaochezwa katika jiji la London. Carrick amesema kiungo huyo Mason Mount ana uwezekano mkubwa wa kukosa mchezo huo kutokana na hali yake ya kiafya kutokuwa imeruhusu kurejea uwanjani kwa wakati. Hata hivyo, kocha huyo amedokeza kuwa Mount anaendelea vizuri na huenda akarejea katika mechi zijazo ikiwemo ile dhidi ya Everton. Mbali na Mount, Manchester inatarajia pia kumkosa beki wa kati Matthijs de Ligt ambaye bado anaendelea kuimarika baada ya kupata tatizo la majeraha. Carrick amesema maendeleo ya mchezaji huyo ni chanya, lakini bado ni mapema kutoa uhakika wa kushiriki kwake katika mechi hiyo. Aidha, Patrick Dogu ambaye bado yupo nje ya kikosi kutokana na majeraha, hali inayopunguza chaguo la wachezaji kwa kocha Carrick. Licha ya changamoto hizo, kocha ameeleza kuwa na matumaini na wachezaji wengine waliopo kikosini wako katika hali nzuri na tayari kupambana katika michezo ya ligi. Manchester United itaingia katika mchezo huo ikiwa na morali ya hali ya juu, ikisaka ushindi wa 5 mfululizo tangu Carrick achukue jukumu la kuinua timu hiyo. Mchezo huo unaonekana kuwa mtihani mwingine kwa Manchester United, hasa wakicheza katika viwanja vya ugenini. Kwa upande wa West Ham United, kocha wa timu hiyo Nuno Espirito Santo amethibitisha kuwakosa baadhi ya wachezaji, ambapo beki Jean Todibo ataendelea kukosa mchezo huo kutokana na adhabu ya kusimamishwa kwa mechi 3, akitumikia adhabu ya pili baada ya kuonyeshwa kadi nyekundu katika mchezo dhidi ya Chelsea. Katika nafasi ya mlinda lango, kocha ameongeza kuwa ataendelea kumwamini Mads Hemmensen aliyerejea kikosini na kuisaidia timu yake kupata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Burnley bila kuruhusu bao lolote. Hata hivyo, mlinda lango mwingine Lukas Fabianski anaendelea kuwa nje kutokana na majeraha. Licha ya kuonekana kuwa na kikosi kamili, kocha Nuno amedokeza kuwa huenda akawakosa baadhi ya wachezaji kutokana na majeraha madogo, ingawa hakutaja majina, huku West Ham ikiingia katika mchezo huo ikiwa kwenye kiwango kizuri na baada ya kushinda michezo 4 kati ya 5 iliyopita, hali inayofanya mchezo huo kusubiriwa kwa hamu kubwa. Manchester United na West Ham United zinakutana jijini London katika mchezo wa ligi kuu ya England unaotarajiwa kuwa mgumu, huku timu zote mbili zikiingia zikiwa na changamoto za kikosi kutokana na majeraha pamoja na adhabu. Gibson Ernesti, Sauti TV. Asante sana Gibson Ernesti pamoja na Jordan Mgoli kwa taarifa hizo za michezo. Hadi kufikia hapo sina la ziada katika michezo kwa siku ya leo. Mimi ni Dorcas Maximilian na sasa nirudishe kijiti kwake Donson Edward kwa
kwa kuhitimisha habari kwa siku ya hii leo. Asante sana Dorcas Maximilian kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo zinatutamatishia taarifa habari kwa siku ya leo, lakini kabla tupate tena muktasari wake. Pamoja na baadhi ya wakazi wa mtaa wa Malimbe jijini Mwanza wameiomba serikali kutoa elimu juu ya ugonjwa wa kifafa kwa jamii na namna ya kuishi na watu wenye ugonjwa huo. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema mazungumzo ya hivi karibuni baina ya Marekani na taifa hilo yanatoa mwanga kumaliza mzozo wa nyuklia baina ya pande hizo mbili zinazosigana. Na katika michezo, kocha wa timu ya idara ya mawasiliano kwa umma na uandishi wa habari kutoka SAUT amesema wamejipanga vyema kufanya vizuri katika mashindano yanayofuata. Mpaka kufikia hapo, mtazamaji, sina la ziada. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Dolinson Edward. Uwe na wakati mwema.